kwamba mkoa huu wa Songwe kama ilivyozungumzwa awali ni mkoa mpya ambao umeanza mwaka 2016. Ni mpya kwa maana ya kwamba ndio mkoa wa mwisho kutangazwa katika mikoa yote ndani ya nchi hii. Lakini pia ni mkoa ambao una ukubwa wa kilomita za mraba 27,600 na idadi yake ya watu ni takriban 1,130,000. Huu ni mkoa ambao unapakana na nchi nyingi ambazo ziko ndani ya jumuiya ya SADC kuliko mkoa mwingine wowote. Ni kweli Ruvuma kuna sehemu ya kuingilia SADC, lakini mkoa wa Songwe ndio lango kuu la SADC. Tunasema lango kuu kwa sababu, Mheshimiwa mgeni rasmi, inafahamika kwamba nchi za SADC, Tanzania ikiwemo, Tanzania pekee ndio ambayo inapakana na nchi nyingi ambazo ziko ndani ya jumuiya ya SADC. Na sababu hiyo ya kijiografia, Mheshimiwa mgeni rasmi, inaifanya Songwe kwa wawekezaji waitazame katika jicho la pekee, kwa sababu kuna fursa kubwa ya kuwekeza ndani ya mkoa wa Songwe kijiografia. Kwa mujibu wa taarifa ya World Economic Forum ya mwaka 2018, zaidi ya 90% ya biashara duniani zinafanywa baharini, zinafanywa kupitia bahari. Na katika bara la Afrika, Tanzania ndio nchi ambayo inapakana nchi nyingi ambazo hazina connection na bahari, hazina access to sea. Sasa katika wakati kama nchi tuna fursa ya namna hiyo ya kijiografia, fursa hiyo mkoa wa Songwe ndio beneficiary mkubwa, anapaswa kuwa beneficiary mkubwa, kwa sababu unapopakana na nchi nyingi ambazo hazina bandari, hazina access to sea, tafsiri yake ni kwamba mnakuwa na transit cargo kubwa, mnakuwa na mzigo mkubwa unaotoka kwenye nchi zingine duniani kwenda kwenye hizo nchi, kwa sababu wanatumia bandari Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya biashara na mataifa yao. Kwa mujibu wa takwimu za TRA, 70% ya mzigo unaoshuka bandari ya Dar es Salaam kwenda kwenye hayo mataifa mengine ambayo hayana connection na bahari unapita kwenye mpaka wa Songwe ambao ni boda ya Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ina maana gani? Ina maana kwamba ni fursa kwa wawekezaji waje wawekeze kwenye sekta ya usafiri hapa ndani ya mkoa wa Songwe, wajenge bandari kavu, ema kwao wenyewe au kwa PPP, private public partnership. Sisi ni mkoa wa kimkakati zaidi kuwa na bandari kavu kuliko mkoa mwingine, lakini wanaweza wakajenga storage facilities. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati Mheshimiwa Rais alipokuja, Waziri wa Viwanda na Biashara alikubali ombi la Mheshimiwa mkuu wa mkoa mbele ya Mheshimiwa Rais kwamba Songwe inastahili kuwa na kitu kinaitwa free port. Lengo la kuwa na bandari huru ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mizigo ya kutoka huko duniani kwenda kwenye hizi nchi ambazo 70% ya mizigo yao inapita hapa, tunaweza tukaibadilisha kutoka transit cargo kwenda kuwa export. Kwa maana kwamba tukiwa na bandari huru hapa, mzigo kutoka huko duniani kwenda kwenye hizo nchi unaweza ukaingia kwenye free port hapa, na nchi hizo badala ya kufanya importation kwenye nchi zingine, kwa maana ya kununua nje huko China, US, India na kwingineko, wanaweza wakanunulia hapa. Ni kitu kipya, ni cha kwanza, lakini Songwe kinawezekana. Songwe, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakaribisha wawekezaji hapa mkoa wa Songwe kama lango la SADC, na kauli mbiu yetu ni Songwe lango kuu la SADC, tukimaanisha kwamba atakayewekeza mkoa wa Songwe hazungumzii soko la Tanzania peke yake lenye watu milioni 60. Anazungumzia soko kubwa zaidi ndani ya SADC ambalo lina zaidi ya takriban watu milioni 400. Akiwekeza ndani ya Songwe anazungumzia kufanya biashara na nchi za SADC kwa urahisi zaidi. SADC ambayo kwa ujumla wake ina uchumi wa zaidi ya dola bilioni 600. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawakaribisha hapa mkoa wa Songwe waje wawekeze hapa ili kusudi kuitikia ajenda ya Mheshimiwa Rais ambaye kwa sasa ndio mwenyekiti sasa wa jumuiya hii ya SADC, jumuiya ambayo anaitekeleza ajenda yake kwa vitendo. Benki ya Afrika ilisema kwamba ili kusudi SADC na mataifa mengine ndani ya bara la Afrika yafanye biashara kwa urahisi, lazima yawekeze kwenye sekta ya miundombinu na uchukuzi. Na ikaonyesha kwamba kuna gap kati ya kinachowekezwa kwenye uchukuzi na kile kinachopaswa kuwekezwa kwenye uchukuzi. Gap katika sekta ya uchukuzi peke yake ni takriban dola bilioni 67. Hii inamaanisha kwamba
kuna changamoto katika kufanya sekta ya uchukuzi ifunguke, tuweze kufanya biashara miongoni mwetu, intra-trade, kwa urahisi zaidi. Mpaka sasa ukanda huu wa SADC wote unanunua nje takriban dola bilioni 37, unauziana wao wenyewe. Biashara ya ndani kwa maana export, intra-trade, ni dola bilioni 37, lakini importation ni takriban dola bilioni 35. Lakini maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba tuna potential kubwa ya kufanya biashara sisi wenyewe, kwa sababu wakati takwimu za biashara ya ndani, export na importation, zikiwa na sura hiyo, takwimu za biashara ya nje, kwa maana ya kiasi ambacho nchi za SADC kinanunua nje, ni kikubwa maradufu, kinakwenda zaidi ya takriban dola za Kimarekani bilioni 300. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunachokisema hapa ni kwamba Mheshimiwa Rais, uamuzi wake wa kuwekeza kwenye sekta ya miundombinu, mpaka hivi karibuni Tanzania kutambulika kwamba ndio nchi pekee katika Afrika ya Mashariki inayoongoza kwa uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya miundombinu, ni kielelezo kwamba anatekeleza ajenda ya SADC kwa vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme tu kwamba sisi kama mkoa wa Songwe, pamoja na kwamba ni mkoa wenye umri mdogo kuliko mikoa mingine, tuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uwekezaji zaidi unakuja nchini. Tuko tayari kuhakikisha kwamba tunailea sekta binafsi, lakini tuko tayari kuhakikisha kwamba public sector inawekeza. Na ndio sababu katika mkoa wetu wa Songwe wenye halmashauri 5 kwa ujumla wake, tumeunda kampuni ambayo ni special purpose vehicle for investment. Ni kampuni mahususi kwa ajili ya kuwekeza. Ipo historia ya makampuni ya zamani yaliyokufa, lakini wataalamu wa masuala ya uchumi na sheria wamepitia falsafa hiyo ya namna gani tuweze kampuni ambayo haitokufa kwa historia ya makampuni mengine, kuhakikisha kwamba tunakuwa na kampuni yetu Songwe Business and Investment Company, ambayo sehemu ya share zake zitakuwa listed kwenye stock market, zitaorodheshwa kwenye soko la mitaji, ili kuhakikisha kwamba kampuni hiyo inakuwa na corporate standards za kiwango cha juu. Kampuni hii ni mteja, ni sehemu ya mdau wako Mheshimiwa mgeni rasmi katika uwekezaji. Mheshimiwa Rais amefungua dirisha la kutoa fedha kwa ajili ya halmashauri ziwekeze. Kampuni hii kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Mbeya, ambaye katika ratiba Mheshimiwa mkuu wa mkoa atasaini memorandum of understanding kati yake yeye mkuu wa mkoa kwa niaba ya halmashauri zake 5 na Chuo Kikuu cha Mbeya kama high learning institution, kuhakikisha kwamba tunakuwa na makubaliano ya pamoja kurahisisha nafasi ya vyuo vikuu kuchangia maendeleo ya viwanda katika taifa letu.